chake Mungu kipo pamoja nasi, na wema wake na fadhili zake zinatulinda siku zote. Uko ndani ya redio yako, redio kubwa, redio inayotamba kwa mitandao yote, Radio Fortune Africa. Neema ya Baba inatosha. Siku zote Mungu amebaki mwaminifu. Ametulinda katika utukufu wa jina lake. Asanteni kabisa. Neema ya Baba imewatosha usiku kucha, na hata asubuhi hii tunatangaza pia neema hii kuongoze mchana wa leo. Hasa kibali chake Mungu kikutunze na kukubariki. Mahali umelemewa Bwana asikuinue. Mahali uko chini Bwana akupe kibali cha kusimama tena. Mahali ujiwezi Bwana akuwezeshe. Neema zake zikutoshe. Siku zote ninapoamka majira kama haya natangaza kwamba Bwana ifanye anga yako kubarikiwa. Na sasa na jina lake Mungu liinuliwe, jinsi anavyokubariki siku zote. Mungu akutende jambo jipya, akufanyie chombo cha baraka katika neema yake ya kila siku. Tusiwe na kitu utakachokipoteza leo. Pokea ajira yako, pokea kazi ya mikono yako, pokea kuinuliwa na kutoka kwako, na neema yake Baba ikutoshe. Nataka twende moja kwa moja kwa nukuu ya matumaini. Zaidi ya yote tusema hivi: ili wale ambao mnasimama na kituo hiki, Mungu awabariki kabisa. Tunashukuru kwa moyo mlionao na kwa bidii ya kutufuatilia katika mitandao ya kijamii. Mmekuwa watu wa baraka tena kwetu. Tusema Mungu, fungua milango ya hawa wanaotutazama, hawa wanaosimama na kituo hiki. Uwatende mema, ubariki watoto wao na ubariki jamii zao. Hata siku zote wabarikiwe waingiapo watokapo, maana Mungu umetenda mema tena makubwa zaidi kwa vyovyote unavyovifanya. 4561468 ndio till number ya Radio Fortune Africa. Unaweza tumia M-Pesa, Airtel Money ama T-Cash ama mitandao yote ya kutuma fedha. Tuma tu kupitia 4561468 na itakuwa baraka sana. Asanteni sana. Nyinyi ni watu wa dhamana tena wa maana. Simameni na ndoto na maono tulionayo, ili tukapanue wigo letu kuwafikia wengi kwa utukufu wa Mungu wa Israeli. Asante. Nukuu ya matumaini katika jina la Mungu wa Israeli. Katika nukuu ya matumaini tunasema hivi. Katika nukuu ya matumaini tunasema hivi. Nukuu: unyenyekevu, unyenyekevu, unyenyekevu. Nukuu ya matumaini. Unyenyekevu, unyenyekevu, unyenyekevu. Unapomwona mtu amenyenyekea ama ni mnyenyekevu, tazama historia yake tena sana. Mtazame nyakati alizokuwa na fedha, alikuwa vipi? Leo wakati hana fedha, je, umaskini ndio umemnyenyekesha? Tuna imani na tumaini kesho ni kubwa. Je, tunapokuwa wanyenyekevu leo na kunyenyekea, ni kwa sababu tumeishiwa? Maana kuna watu ambao unapokuwa na fedha na mali utawaona kiburi kitawaongoza, majivuno yatawafuata, watajipiga kifua. Kwa nini? Kwa sababu wana vitu na vimeongezeka. Watawadharau wengine, watawaona watu kuwa wa dhamana, wataichukua dunia kuwa yao na wataimiliki bila wanavyotaka. Watazungumza maneno mazito kwa wenzao jinsi wajuavyo. Hata wengine ujifika kiwango cha kusema naweza kupiga na nikulipe. Kwa nini? Vitu vimeongezeka. Ndio nikasema katika nukuu ya matumaini, unyenyekevu, unyenyekevu, unyenyekevu. Ukinapokuwa umenyenyekea, natamani unyenyekevu wako uwe hivyo hata nyakati za kufanikiwa. Natamani unyenyekevu wako uwe hivyo hata wakati wa kupokea. Natamani unyenyekevu wako uwe hivyo hata wakati hauna chochote. Mungu anaifahamu kesho yako. Mungu anafahamu hatima yako. Mungu anafahamu utakachokipata kesho. Na kwa njia kama hiyo, siku zote unyenyekevu ni kitu bora tena cha dhamana sana. Mtu aliyenyenyekea, mtu aliye mtaratibu, amenyenyekea kwa sababu anamjua naye mtumikia. Amenyenyekea kwa sababu amefahamu anachokihitaji kimo mikononi mwa Mungu. Basi ananyenyekesha. Si aliyenyenyekezwa na hali ya maisha, si aliyenyenyekeshwa na uzito wa maisha, ya kwamba kwa sababu maisha yamemfinya basi ananyenyekea.
Na wakati vitu vitakuwa sawa, pembe zitainuka, pembe zitatoka. Wakati vitu vitakuwa vimefanikiwa, mikono atatoa nyuma alete mbele. Hapana. Natamani watu wanyenyekevu, unyenyekevu ukawe ndani yao siku zote. Kuna kisa kimoja katika unyenyekevu. Kama mtu mmoja alienda akakopa fedha kwa duka moja, akakopa chakula maana watoto watalala njaa. Na kwa sababu ya duka lile walikuwa wanafahamiana, alienda na mikono ameiweka nyuma kwa unyenyekevu. Nisaidie tu watoto wasilale njaa. Nisaidie tu watoto kwa nyumba hata wajekula kitu mchana. Nitakapolipwa tu juma hili nitalipa. Na akapewa, akakopeshwa. So siku zilipokuwa amepata fedha akidaiwa, akajilete mikono zote mbele. Kamwambia yule aliyekuwa amemkopa ya kwamba hata Kenya inadaiwa. Nani hana deni? Uwezi nipeleka hivyo mbio mbio, nitakulipa. Wachana kunisumbua. Na wakati wa kudai, wa kuenda kukopa, mikono ilikuwa nyuma. Ndio nikasema wakati umenyenyekezwa na maisha unaweza nyenyekea. Je, wakati utafanikiwa? Wakati utakuwa navyo? So naomba Mungu atusaidie, maana tuna matumaini ya kesho. Tunatumaini kesho tutafaulu. Tunatumaini kesho tutaboreka. Tunatumaini kesho tutainuliwa. Je, katika hali ya kubarikiwa kesho, hali ya kuinuliwa kesho, je, tutabadilisha kutoka kwa unyenyekevu na kwenda katika kiburi, ama tutasalia kwa unyenyekevu milele? Na ndio nukuu ya matumaini na Matthew Ndeva ndani ya Radio Fortune Africa. 456146 ndio till namba yetu. Simama na kitu hiki na Bwana atakubariki sana, na siku zote dumisha unyenyekevu.